Mimi jina langu ni Salim Ali Kibao. Hii Kibao ni jina la maskara ambalo alilopewa marehemu babu yangu Sheikh Ahmed bin Abdallah bin Said. Kwa hiyo kwa upande wa majina kamili ni Salim Ali Ahmed Abdallah, na huyu Ahmed Abdallah ndiye alipewa jina la Kibao kwa maskara. Na mambo haya ya lugha tumeanza zamani kidogo, yameanzwa na baba yake babu huyo Abdallah bin Said, naye vile vile baba yake vile vile huyo Said vile vile naye alikuwa ni mwana lugha vile vile. Sisi au mimi siwezi kusema kwamba ati nimefika katika makamu yao au uwezo wao, la, lakini wao walianza kushughulikia mambo haya ya lugha kutoka wakati huo mpaka mzee Hemedi ambaye alikuwa mshairi, na kwa bahati nzuri kama vitabu vyake vitatu vinne viliwahi kubwa chapa. Kwa mfano kama utenzi wa Abdurrahmani na Sufiani, utenzi wa vita vya Wadachi kutamalaki Mrima, utenzi wa Saidina Huseni, utenzi wa Kadhi Kasim na tenzi nyingine ambazo kwa kweli bado ziko mikononi mwa watu, nyingine zimetupotea. Nimejaribu kuzitafuta lakini bahati mbaya sijazipata mpaka sasa. Na baba yake na vile vile alitunga tenzi, na mwanawe ambaye ndiye baba yangu mimi huyo Sheikh Ali bin Hemedi, naye vile vile alikuwa ni mwana lugha, alikuwa mtungaji, ametunga mashairi ambayo yamo ndani ya vitabu mbalimbali, vitabu vya mashairi ya Mamboleo. Na mimi nami vile vile baada ya kuinukia kaka zangu, kwa mfano kama Sheikh Muhammad Ali ambaye mashuhuri yake ni Sheikh Muhammad Ali al-Buhri, na alikuwa naye vile vile ni mwana lugha vile vile, ameshughulika na mambo ya lugha, kutunga mashairi, kutunga makala mbalimbali, ijapokuwa bado mpaka sasa hivi hajatoa kitabu chake ambacho kina jina lake, lakini makala mbalimbali alizoziandika na mashairi mbalimbali aliyoandika nayo yamo ndani ya vitabu. Mimi baada ya kuinukia kwangu na kuanza kupenda mambo haya ya lugha, nimejishughulisha vile vile kufuata nyayo za wazee wetu, za wazee wangu, kwa kutunga mashairi hivyo mashairi madogo madogo, nauliza hapa na pale, tangu marehemu baba alikuwa hai mpaka amekufa. Sasa na huyo kaka yangu na tena mwingine ambao wanashughulika na mambo ya lugha, basi vile vile kwa kuwa ni mambo ambayo kwa kweli mtu huwezi kusema kwamba mimi najua yote, haiwezekani. Na hiyo kidogo unapomwona mtu anayejua zaidi, unakuwa chini yake, unauliza. Na hii ndio njia moja ya kufanya kuhifadhi lugha hii ambayo sasa hivi imeingiliwa na maharibiko mengi, ingawa kuna matengeneo lakini na maharibiko vile vile yako. Kwa hiyo sisi wengine bado tunafuata nyayo zile za mapokeo. Kwa mfano katika mashairi kumezuka mashairi mengine ambayo hayafuati kaida, na wao wataka lazima yaitwe mashairi, japokuwa sisi tumejaribu kusema nao sana kwamba jamani, basi haya badilisheni mashairi mengine muite vingine, kwa sababu mashairi, Mswahili unapomwambia nimeandika shairi, tayari mshamweka katika hali ambayo ataona namna fulani ya maandishi yenye mpangilio fulani, yenye mpangilio maalum. Sasa unapomwambia nimeandika shairi alafu ajaone umeandika habari tu, nathari, inakuwa unampa tabu. Lakini kwa bahati mbaya, shati niseme bahati mbaya, wao ndio wenye kushika usukani, wenye kushika mpini, wanajaribu kulazimisha haya mambo, ijapokuwa yanapingwa, lakini bado wao wanayashikilia kuwa ndio njia, au kama wanavyosema wenyewe kwamba lazima tuwape nafasi watu wote waandike mashairi.
sisi tunawaambia sio vibaya kutoa mtindo mpya. Basi tunapotoa mtindo mpya tuupe na jina jipya, lakini bado wao hawajakubali. Tukirudia upande huu wa mambo ya lugha, wanaingia watu na kutoa maneno na kutia maneno mapya bila mpangilio na bila kuuliza, kwa sababu labda ya vyeo vyao au uwezo wao, au kujiona yeye ana shahada yoyote ya kubwa, na pengine shafika mpaka mtu kwa profesa, alafu aona akiuliza itakuwa aibu kwake, haipendezi kuonekana ni mtu yeye ni profesa lakini bado anauliza. Kumbe anapouliza ndipo anapotengeneza hilo analolitaka. Kama ni utafiti, utakuwa utafiti mzuri, sababu ataandika kitu cha hakika. Kama ni hadithi, kama ni makala, kama chochote atakachokiandika, hata kama ataandika kitabu cha taaluma, vile vile atakiandika kwa vizuri, lakini bado hawakubali na hawaoni raha wala hawaridhiki kumwendea mtu ambaye hana shahada, kumuuliza lugha ambayo yule ni msemaji wa lugha ile toka azaliwe. Kwa sababu wengi wa hawa ambao sasa hivi wana uwezo katika vyombo vya serikali, wana uwezo wa pesa, uwezo kuchapisha vitabu ambavyo wao wakivichapisha haja yao wao ni vienee tu, lakini kinyume cha wale wenyewe wanaozungumza Kiswahili vizuri na wanaokiandika vizuri, wakiandika vitu vinakuwa hapati nafasi ya kuenea katika ulimwengu, ya kuchapishwa, kwa sababu hawana uwezo wa kuchapisha na hawana uwezo pia wa vyombo vingine vya habari. Sasa inakuwa ni tatizo hili, lakini hata hivyo bado tunajitahidi na tunajikongoja kuwaambia hao kama jamani, hili hapa sivyo, hili hapa hivi, hili hapa hivi, japokuwa tunapingwa sana sisi wenye fikra za kimapokeo. Leo nataka nizungumzie zaidi juu ya maneno ambayo watu wanafikiri kuwa maneno haya hakuna katika Kiswahili. Wataalamu wengi wameshakuja kufanya utafiti wa kutafuta maneno yenye asili ya lugha nyingine, na kusema kweli Kiswahili yaweza kuwa asilimia kubwa ya maneno ya Kiarabu yamo katika maneno ya lugha nyingine ni Kiarabu. Asilimia kubwa ya maneno mengine ambayo si ya Kiswahili basi ni Kiarabu, kwa sababu ndani ya Kiswahili kama zilivyo lugha nyingine, na lugha nyingi za kutoka nje na lugha nyingi. Kwa mfano Kihindi na lugha na Kireno, Kiingereza na Kipesha, Shirazi maana hiyo. Sasa lakini upande huo tukiuangalia tutaona Kiarabu ndio chenye asilimia kubwa katika lugha za kigeni zisizoingiana na Kiswahili, na ni kwa muda mrefu Kiarabu kimeingia katika Kiswahili kwa muda mrefu sana kuliko lugha nyingine ninavyofahamu mimi, japokuwa si mtaalamu wa historia, lakini Kiarabu kimeingia katika Kiswahili kwa miaka mingi zaidi kuliko lugha nyingine. Sasa kuna baadhi ya maneno ambayo Waswahili walikuwa wanayatumia, na kama kufisha kuandikwa yanaandikwa, lakini ilipokuja lugha ya Kiarabu ikayakuta hayo maneno na wao nao wakada maneno yao, basi sasa niseme ilikuwa ni ukarimu wa Waswahili
kuwakaribisha wageni. Sasa maneno yao yako, baadhi ya maneno ambayo yameingia katika Kiswahili wakiwa Waswahili hawana maneno hayo, lakini mengi yao yameingia katika Kiswahili wakati Waswahili wanayo maneno badala ya maneno hayo ya kigeni. Lakini siwezi kuelewa ni kwa namna gani, sababu gani, labda ni ukarimu au kupenda wageni wao, huo ukarimu, labda au sema kuvutika na lugha ya kigeni yakaingia katika Kiswahili na yakaondoa maneno ya Kiswahili, yakayaondoa maneno ya Kiswahili, yakashika nafasi maneno hayo ya Kiarabu. Na baadhi ya maneno hata watu ukimwambia mtu kama neno hili asili yake ni Kiarabu, la Kiswahili ni neno kadha, wengine hawakubali, wanakwambia hapana, usijitie ufundi, usitutungie maneno mapya, wakati yeye mtu hajui habari na kuuliza hataki. Sasa utaona tatizo hili, nafikiri hata katika lugha nyingine pengine pia lipo, lakini ukitizama vitu ambavyo walivyokuwa navyo au lugha yoyote, vitu ambavyo waliokuwa navyo, vitu vile vingi vina majina yao wale wenyeji wa pale, na Waswahili ni hivyo hivyo. Vile vitu au mambo waliokuwa wanayo kabla kuja wageni, basi maneno yale yote au mambo yao yote yalikuwa yana majina. Maana ilikuwa lazima akitaka kueleza habari, labda tuseme mathalan habari ya ndoa, ndoa ni Kiswahili, Kiarabu ni harusi au arusi kwa aini. Sasa ikiwa huna maneno ya kutaka kuzungumzia juu ya ndoa, utamweleza mwenzio vipi? Na wakati huo walikuwa wageni hawajaja kuleta maneno yao kama hiyo harusi au iqdi. Kabla iqdi, neno iqdi halijaja wala neno harusi halijaja, basi je, ilikuwa watu hawaoani? Walikuwa wakioana watu. Sasa hii kuoa, ndoa, maneno haya ni ya Kiswahili haya. Halafu tuje katika mambo mbalimbali, kwa mfano mambo ya kilimo, mambo ya utabibu, uvuvi, mvua, majina ya mvua, upepo, hali ya hewa. Kwa jumla, mkitaka kuzungumza habari za zilizopita mwaka jana, mathalan mtaka kuzungumzia habari labda kilimo hivi au nini, kama hamna maneno ya kuzungumzia kile kitu mpaka mkafahamiana, mtazungumza nini? Na wakati walikuwa wageni bado hawajaja kutuba yale maneno mapya. Mfano mdogo ni kiwiliwili, mwili. Sasa Mswahili ana majina ya vitu vilivyomo ndani nini, viungo vya mwili vyote, majina ya Kiswahili vyote. Na labda kama kiko kitu ambacho hakijui, hakina jina, labda kiweza kupatikana, sijui. Kama kuna mtafiti alifanya utafiti huo, ni kwamba wake Mswahili labda hakugundua, labda ni kitu cha ndani huko kabisa, katika vitu vidogo vidogo, katika mishipa labda, au katika sijui labda vidudu sijui hivyo, ni bakteria sijui na nini, vitu kama hivyo. Labda mtu wa Mswahili inakuwa tabu kupata jina, kwa sababu alikuwa havijui, labda havioni. Lakini viungo karibu vyote vina majina ya Kiswahili. Tuna nywele, tuna kichwa, tuna komo, tuna macho, tuna nyusi, tuna kope, tuna kitefutefu, tuna kioo cha mchuzi, tuna ndevu, tuna masharubu, na vitu chungu mzima. Vidole vina majina yake vile vile, kidole cha pembeni, cha katikati, kidole gumba,
kucha. Tuna vitu kikuchia, kwa mfano kikuchia ni vile vinyama ambavyo vinaota hapa mwisho wa ukucha, ilikuwa tembamba na mara nyingi vinauma sana vile vile. Sasa kile kigozi kile kikiinuka hivi, kile ndio kikuchia, na vitefutefu na kionja mchuzi, hizi nywele ndogo zinazoota chini mdogo hapa. Sasa utakuta kila kitu kina jina lake, lakini utashangaa kuona kwamba tumezoea damu kuita damu. Sasa hivi kweli Mswahili jamani ana majina ya vitu mpaka kikuchia, kinyama kidogo kinachoinuka mwisho wa ukucha, kigozi hivi kidogo sana, mara nyingi ukikata kwa meno au kwa ukuta mwenziwe kidogo kitendo kikuchia, lakini iwe hakuna jina la damu. Damu ni neno la Kiarabu, damu ni neno la Kiarabu, lakini tuna majina, tuna utosi, tuna chaya, tuna kidevu, tuna mashikio, tuna ndonya, tuna vitu chungu mzima, lakini ati hivyo vyote viwe majina yake tunayo, lakini damu hatuna. Kichekesho. Vipi itakuwa tukosidia la damu? Na damu tunayo na twaiona kila siku, sio yetu sisi tu binadamu peke yake. Tunapochinja ng'ombe, tunapochinja mbuzi, tunapochinja kuku, damu inamwagika, tunaiona kama sisi, na sisi vile vile na damu inatoka, inaonekana, lakini bado tunaiita kwa lugha au kwa tamshi la kigeni. Mke damu neno la Kiarabu. Sasa Mswahili alikuwa nalo jina lake, lakini sasa nitumie neno kutekua, limetekuliwa, maana limeng'olewa kabisa mpaka mizizi yake imetupwa huko. Maana kuna kuondoa na kutekua. Imetekuliwa wala maana amehamishwa, ameondolewa kabisa pale. Limeondolewa neno ile la Kiswahili likatupwa huko kabisa, damu likashika mahali pa neno hilo. Na leo ukimwambia mtu maana damu neno la Kiarabu, anakwambia la Kiswahili lipi? Ukimwambia anakwambia hata ina maneno mawili damu. Ngeu ni damu, au wengine wakisema sambo damu vile vile. Sasa mtu unapomwambia damu ni ngeu, ngeu bwana ni ile kupigwa kichwani ukapasuka. Ukishapasuka alafu inatoka nini? Inatoka damu. Ile sema kamtoa ngeu, asili yake ile ni kamtoa ngeu, maana kampiga pakapasuka ikatoka damu. Nasema kamtoa ngeu. Mtu akwambia bwana wewe, maki tangu amekuwa kwanza pengine alikuwa anazungumza lugha ya mama ambayo si Kiswahili, amekuwa mpaka amefika miaka 7 8 amekwenda shule. Kama huko zamani pengine wakati mwingine kuna ule mpango wa kila mahali kufundishwa kwa lugha yao, anafundishwa shule lugha kufundishia ni lugha yao, si Kiswahili. Anajua na Kiingereza kwanza, halafu Kiswahili ilikuwa lugha ya tatu, lugha ya mama kwanza, halafu Kiingereza, halafu ndio Kiswahili. Sasa unakuja kumwambia kama damu neno la Kiarabu, neno la Kiswahili ni ngeu au sambo. Wewe bwana wewe
wajifanya Mswahili sana bwana wewe. Sio unajifanya Mswahili sana. Sijifanyi Mswahili sana. Nasema kitu ninachokijua. Hii ni lugha au hili ni neno, kama msadiki nitaulize. Labda fikiri pengine mimi tu ndio nimelizusha hiyo. Lakini Mswahili zamani alikuwa anazungumza kama hivyo, ametoka Sambo, katolewa Sambo, au katolewa Ngeu, fulani kamtoa mwenzie Ngeu, au kama kajikungua ametoka Ngeu hapo, imetoka damu. Lakini basi sijui ni sababu gani, sababu sijui. Damu imeshika kabisa. Haya maneno ya zamani yote yametekuliwa, yametupwa kando. Haya, mbali majina kitu kama hivyo. Lakini kama neno kama tafadhali. Tafadhali neno la Kiarabu, tafadhal. Tafadhal. Hili ni neno la Kiarabu. Sasa je, basi zamani sisi tulikuwa hatuambiani tafadhali, hatuomba maki mtu huwezi kumwomba mwenzio akusamehe labda. Ilikuwa hakuna hiyo, ilikuwako. Je, tulikuwa hatuna neno lake? Tunalo. Chonde. Lakini basi imekwenda hii kidogo. Chonde imeondoka. Haya mpaka hiyo inapotea. Inabakia tafadhal, neno ambalo ni la Kiarabu moja kwa moja kabisa, wala halina tatizo. Au neno karibu. Karibu neno la Kiarabu. Mtu anakaribisha mzee karibu. Haidhuru na sisi baadaye baada ya kulichukua tumelipa maana mbili. Kuna karibu, kumkaribisha mtu. Kuna na karibu sio mbali bwana, ni hapa karibu tu, ikiwa na maana sio mbali. Sijui wenyewe Waarabu kama wanayo pia hiyo. Lakini sisi tunasema utakwenda bwana, utakwenda sokoni bwana. Sio mbali bwana, karibu hapo. Ni karibu hiyo. Lakini hii karibu ya kumkaribisha mwenzio mahali ulipokaa, au labda pana chakula, labda karibu tule, akiwa na maana njoo tule, au njoo tukae pamoja tuzungumze. Sasa ilikuwa hiyo, sisi zamani pia tulikuwa hatuna. Tumekaa mpaka amekuja Mwarabu katuletea neno karibu, ndio tukaanza kutumia neno karibu. Si kweli. Neno la Kiswahili ambalo limeondolewa na karibu ni kongoni. Na vile vile kuna lugha ya kitoto, yoyo pia ina maana ya karibu. Maki mtoto anamwona mamake anakuja, baba yoyo, karibu ina maana ya karibu vile vile. Lakini kwa kuwa hatutumii haya maneno, hatuyatumii na yamechukua muda mrefu, karne kwa karne, kidogo inakwenda. Sasa leo kumwambia mtu yoyo au kumwambia kongoni, naona kama unasema lugha mpya kabisa, unasema lugha nyingine kabisa. Kilugha hicho bwana, sio kilugha bwana. Hili ndilo neno ambalo lilikuwa likitumika kabla neno la karibu halijaja. Nasema kongoni, karibu. Na utaona hii kongoni imetumiwa na washairi wa zamani. Hiyo pekee yake kwanza ni dalili kwamba sasa hivi
haya maneno yanajaribu yanahifadhiwa sana na watunzi hasa wa mashairi, ndio wanaotuhifadhia maneno ambayo sasa hivi yanakwenda yakipotea kidogo kidogo, mwisho yanapotea kabisa. Na kusema kweli rika hili la watu wa miaka 70 mpaka 80 linakwenda linapotea, linakuja sisi ambalo la miaka 60 tukikimbilia 70 na kidogo tutazidi kuhifadhi, lakini sijui watoto wajukuu zetu sijui itakuwaje, sababu kila siku sasa hivi wanaleta maneno mapya, wanaleta lugha mpya. Basi lugha nyingine wanachukua neno wanalipatika mahali sio pake, lakini kwa sababu lafanana tu mtu utasikia neno mezea sijui, ushaona. Sasa hizi lugha hizi bwana ni lugha za mpito, ushaona, lakini mara nyingine zinaharibu kwa sababu zinaondoa maneno yale yanayokuwa asili pale ambayo yanatumika yale maneno. Sasa kwa sababu mtu anategemea yule aliyelianzisha. Kuna wengine wana bahati mbaya, wanaanzisha maneno au neno alafu kwa muda mfupi tu inapotea. Lakini kuna wengine bahati zao kali mno, akianza neno basi mara moja utaona limeenea na linaandikwa katika magazeti, linaandikwa katika vitabu. Sasa hii ndio hatari tulionayo. Kuna neno jingine kama sasa hivi kuna ugonjwa kabisa, maneno haya fadhaa. Kwanza kuna wengine wasemi fadhaa, wanasema fadhaa. Huzuni, wanasema huzuni. Kitu ambacho kwa kweli hicho hakuna bwana. Hakuna huzuni, kuna huzuni. Hakuna fadhaa, kuna fadhaa kwa Z. F-A-Z-A-A, fadhaa. Sio kwa DH. Nakutia DH. Hili neno kwa mfano kama neno fadhaa, neno la Kiarabu fadhaa kwa Z. Sasa Mwarabu akisikia fadhaa, fadhali, anafikiri fadhali neno gani? La Kiarabu, la Kiswahili. Ile kwamba unamweka katika hali ya taabu kidogo, haelewi unasema kitu gani. Lakini utamkuta mtu tena mbishi kabisa, unamwambia bwana sio fadhaa bwana, sio kufadhaika, kufadhaika. Tumesema hiyo sana, tumeandika katika magazeti makala chungu nzima, tumeandika. Mimi binafsi yangu nimeshaandika makala nyingi, na kwa bahati nzuri nilipata nafasi katika vipindi vya radio nikaisema sana hiyo, lakini wapi, nimekushashika sasa hivi si rahisi kuondoa. Sasa fadhaa neno la Kiarabu, mtu utamwona pengine anajua neno la Kiswahili chake, lakini hata ukimwambia kama fadhaa bwana liko neno lake la Kiswahili, tarudia neno lile kwa kwamba bwana wewe unataka kuletea maneno ya kilugha. Hayo sasa hivi unataka kusema ni kilugha, lakini neno la Kiswahili liko. Maka fadhaa ni ile kwa hali ile ya kuwa hujui ufanyeje, hili litakalifanywa, hili litakalifanywa. Bwana je, vipi? Mbona umefadhaika bwana? Mbona unafadhaa? Waswahili wakati huo wa nyuma wakati bwana ukivangaita, bwana mshukuru kivangaita bwana, sielewi sasa nifanye lipi, hili. Lakini kwa mtu neno hivyo, kwa mfano kama hivyo kivangaita, sijui upande wa kaskazini mwambao wa Afrika Mashariki wana neno gani wao, nafikiri pia wana neno lao, lakini hapa katikati hapa kutoka nafikiri kutoka Vumba
kuja kusini huko mpaka Moa mpaka Tanga mpaka Pangani mpaka Sadani huko, neno hili linatumika mpaka leo hivi ninavyosema sasa hivi latumika. Mbona mshikwenda Kipangaita una nini? Mbona mshikwenda na fasaa una huku hili hujui ufanyeje? Bwana mambo yako makubwa sasa, sina raha bwana. Lakini bado kama ninamsema mshitangulia kusema kwamba haya ni maneno ambayo yanapotea, na nafikiri ni juu ya waandishi na watunzi kuyahifadhi haya maneno, basi ama kwa vyombo kama hivi au kwa kuandika, lakini yawe yamehifadhiwa haya maneno. Na pengine sisi wengine hatuna uwezo wa kuyahifadhi haya maneno mengi kama hivi, lakini ni jambo ambalo kwa kweli linatakiwa litazamwe sana, kwa sababu ni hazina kubwa, na watu sasa hivi wanakufa sasa mmoja mmoja, wanakwenda watu. Itakuja kuwa mtu ajiambiwe neno hili si la Kiswahili, ni la Kiarabu au la Kiingereza au la Kihindi. Basi Kiswahili chake ni kipi? Sijui. Basi kama hujui ndio hili, kama lipo tuambie basi. Mtu anashindwa, haelewi. Kipangaita ni neno ambalo likitumika na mpaka leo bado linatumika, linakaa mahali pa fasaha. Kuna neno hili ambalo ni mashuhuri sana na kila siku laleta ubishi sana katika vyombo vya habari, na mara nyingine kuulizwa, mara nyingine watu wanaandika, wanaeleza. Hii neno maiti. Maiti ni neno la Kiarabu moja kwa moja, mayit, mtu aliyekufa, mayit. Sasa kwa Swahili neno kumechukua muda mrefu sana, na wakalitohoa, badala ya kusema mayit wanasema maiti, na pia wakalihusisha na mwanadamu peke yake, na nafikiri hata ulikotoka pia ni hivyo hivyo. Lakini Waswahili lao mfu fulani amekufa, mfu. Sasa midomo yetu haikuzoea kusema chuma hicho cha mfu hicho, chumba cha maiti hicho. Kwa mfano leo kule hospitali ukisema watakwenda katika nyumba ya wafu, watu wote watacheka. Unaenda katika nyumba ya wafu au katika nyumba ya maiti? Utakuwa moto wale. Ukisema bwana ile kule ndio nyumba ya wafu ile, watu wataona kama ajabu hivi, ili hali wasema Kiswahili. Wasema Kiswahili, lakini kama kusema nyumba ya maiti unakuwa kama umesema neno jipya, kama umesema neno la ajabu. Lakini hata sisi pia, hata dini katika Kiswahili, wafu, wanyama, mnyama akifa haitwi mfu, kibudu. Hii mfu pia inatumika kwa watu tu. Mnyama ni kibudu. Mnyama kama kafa, hakuchinjwa, kafa hivi ni kibudu. Lakini sasa haya maneno yamekanganyika mpaka yanaleta mkanganyo mkubwa sana. Mkanganyo huu hasa katika wingi na umoja, au katika kuelezea. Kwa mfano, watu kila mara
unasema maiti hii au maiti huyu, sawa jamani, sawa ni ipi? Tunasema hivi, maneno haya ya kigeni Kiarabu, kwa mfano kama hiyo maiti, madhumuni, madhehebu, hayana wingi na umoja. Unaposema dhumuni hili au dhehebu hili, si Kiswahili hicho. Madhehebu ni madhehebu haya, madhehebu haya, basi maiti huyu, maiti hawa. Unapozidi kueleza ndipo inafahamika kama ni umoja au ni wingi. Lakini ukitaka wewe ulete maiti hii, mwenye wasema kwa sababu Mswahili anamtukuza maiti. Mswahili anamtukuza maiti wake sana, bado anamuona ni yule yule. Kibao kafa, maiti yake iko wapi? Iko hapa, iko chumba hicho. Maiti huyu, maiti hawa. Sasa ukisema mfu huyu, kama kidogo kama ule mshacheo kidogo au vipi, lakini mfu ndio neno hasa la Kiswahili, lakini limetekuliwa. Tumeshika maiti, si vibaya, lakini tumezoea katika hali hiyo. Na maneno haya kwa kweli ni mengi, na utafanyia utafiti utapata mengi ambayo yamo katika Kiswahili, yalikuwamo lakini yameondolewa na maneno ya kigeni. Nafikiri mpaka hapa tutaendelea labda katika ukanda mwingine.